Watu wengi huwa wanajiuliza swali katika mahusiano: je, huyu mtu ananipenda kweli au ni mawazo yangu tu? Ukweli ni kwamba si kila anayekupenda ana ujasiri wa kukuambia. Hata hivyo, saikolojia inaonyesha jambo moja muhimu: hisia za mapenzi haziwezi kujificha kwa muda mrefu. Huonekana katika tabia, mwitikio na namna mtu anavyokutendea. Katika somo hili tutachunguza mbinu za kisaikolojia zitakazokusaidia kumgundua mtu anayekupenda kweli bila hata yeye kuambia neno moja. Lakini kama ni mara yako kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa mara nyingi mtu anaweza kuwa anakupenda kwa dhati lakini akashindwa kusema kwa maneno. Saikolojia inaonyesha kuwa hisia za mapenzi hujitokeza zaidi kupitia tabia, mwili na namna mtu anavyokujibu kuliko kauli za moja kwa moja. Ukijifunza kusoma ishara hizi, unaweza kugundua ukweli bila hata kuuliza swali lolote. Sasa kisaikolojia, mtu anaweza kudanganya kwa maneno, lakini kwa hisia hawezi kudanganya, kwa sababu hisia waga zinatuongoza sisi binadamu bila hata kujua. Kwa maneno anaweza kupangilia au kuficha hisia zake, lakini hisia au tabia yake na maneno yake hawezi kuidanganya, kwa sababu inakuwa inamuongoza bila hata yeye kujua. Kwa hiyo ndio natoa sababu kwamba unaweza kusoma ishara hizi na zitakusaidia kumjua mtu bila hata kukwambia neno moja. Sasa mbinu ya kwanza ni mabadiliko ya tabia pale unapokuwa karibu naye. Mtu anayekupenda kubadilika kitabia unapokuwepo. Anaweza kuwa mpole zaidi, mwenye tahadhari katika maneno yake au kujitahidi kukuchekesha. Saikolojia inaelezea kuwa akili ya mtu humfanya ajirekebishe ili apate kubalika na yule anayemvutia. Sasa kitu cha kwanza kabisa cha kumsoma mtu anayekupenda kweli ni mabadiliko ya tabia pale unapokuwa karibu naye. Na mara nyingi kwa mfano labda unamkuta mtu anaongea sana au anapayuka, lakini unapokaribia pale anapunguza sauti, anakuwa mpole, anaongea kwa heshima. Mara nyingi huwa anafanya vile ili kujitengenezea sura nzuri kwako au taswira nzuri kwako. Na mara nyingi anakuwa anajitahidi sana kukuchekesha ili ufurahi. Hivi vitu huwa vinamuongoza yeye hata bila yeye kujua. Kwa mara nyingi mtu anayekupenda na anahisia kwako ya mvuto, utajikuta mara nyingi hata kama ukikaa pale karibu yake, anaweza akajitahidi kuangalia maneno anayosema, akaongea maneno ya heshima zaidi. Hata kama alikuwa na hasira, akabadilika akawa mtulivu, akawa anaongea kwa sauti ya upole. Kama labda alikuwa anapayuka, hiyo inakuwa inaonyesha ishara kwamba anataka kutengeneza hisia nzuri kwako, kwa sababu ana mvuto wa hisia ndani yake. Na mara nyingi si kisaikolojia, huwa mara nyingi tunajirekebisha au kujiweka vizuri kwa wale watu ambao tunavutiwa nao. Kwa hiyo yeye anaweza kuwa haoni yale mambo anayofanya kwa sababu hisia waga zinatuongoza bila sisi kufikiri, lakini tabia zake au maneno yake huwa inakuwa inaonekana. Kwa hiyo hata bila kumuuliza, kimuona tu mtu labda umemkuta alikuwa anaongea sana, lakini ukifika hayo maeneo unaona anabadilika, anakuwa anaongea taratibu. Labda alikuwa anaongea kwa mizaa, kwa ucheshi, anaanza kuongea vizuri, anapangia maneno yake, anaongea kwa heshima. Hapo unajua kwamba kuna hisia ya mvuto ndani yake kwako. Lakini mbinu ya pili ni lugha ya mwili inavyofichua hisia za mtu. Mwili husema ukweli hata pale mdomo unaponyamaza. Macho yanayokutazama kwa muda mrefu, tabasamu lisilo la kulazimishwa au mwili wake kuelekea upande wako wakati wa mazungumzo ni ishara za ndani za mvuto wa kihisia unaotokana na mapenzi. Sasa kwenye mwili unaweza kugundua hisia za mapenzi kwa mtu ambaye anakupenda. Cha kwanza kabisa, mara nyingi mtu anakuwa anakutazama kwa muda mrefu, na kisaikolojia huwa tunapenda kutazama sisi vitu ambavyo vina thamani kwetu. Tunaviangalia zaidi. Kwa hiyo mara nyingi utakuta labda mmekaa sehemu anakuangalia zaidi wewe, na pale unapotaka kumgundua kwa anakutazama, unaona anabadilika ghafla, anafanya kitu kingine kwa kuficha hisia zake. Yaani kwa mfano ulikuwa unamwangalia au alikuwa anakuangalia, ghafla ulivyomgundua kwa anakuangalia, anabadilika ghafla, anaanza kufanya kitu kingine ili kuficha kile anachokuwa anakifanya. Lakini pia anakuwa na tabasamu ambalo halijalazimishwa. Hili tabasamu linaitwa Duchenne smile. Yaani kwamba kwenye pembe zile za macho kunakuwa kunajikunja kidogo. Kuja nielezee somo la kujua mtu ambaye anacheka kiukweli au anaficha. Lakini kwa ufupi, mtu anacheka kwa ukweli kwenye pembe za macho za pembeni kule mwishoni huwa zinajikunja. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba anacheka kwa uhalisia, sio kwa kufeki. Lakini mtu anacheka kwa kufeki, mtu anakuwa haoneshi hiyo mikunjo katika upande wa kwenye macho wa pembeni.
na hii waga inatokea automatic, kwa sababu mtu anapokuwa anacheka, anapofungua mdomo na ile sehemu waga inapinda. Lakini mtu anayedanganya, yani unaonekana kama hafurahi ile jambo, utakuta ana hizo ishara. Na mara nyingi mtu anakuwa anafurahi kwa mambo madogo madogo, anakuwa anakumbushia story kuhusiana na jambo ulilomwambia, na hata kama jambo fulani amefurahia, baadaye tena atalikumbusha ili kufurahi tena, kwa sababu anakuwa na hisia ya furaha ndani yako. Na mara nyingi anakuwa na muunganiko wa hisia na wewe, kwamba jambo ambalo linakufurahisha au jambo ambalo lolote dogodogo ambalo umesema kuhusiana na maongezi yenu, atakuwa analikumbusha ili kufurahi. Na mara nyingi tabasamu lake linakuwa linatokea bila la kulazimishwa. Lakini mara nyingi issue nyingine kwenye mwili, unaangalia upande alioelekea. Mara nyingi mtu anaweza kudanganya kwenye maneno, lakini mwili wake unaweza kumsaliti. Pale alivyokaa huwa mara nyingi huwa anakuangalia wewe, yani mwili wake jinsi alivyokaa, mabega yake na mikono yake huwa inaelekea upande wako, kwa sababu mara nyingi tunaweka umakini zaidi kwa wale watu ambao tunawapenda. Kwa hiyo anaweza kuwa ameficha hisia zake kwa maneno, lakini unaangalia mwili wake jinsi ulivyokaa, namna anapokuangalia, mabega yake alivyokaa inaelekea upande wako, kwa sababu mara nyingi anakuwa anakutazama wewe, kwa sababu amevutiwa na wewe na ana hisia za mvuto ndani yake. Kwa hiyo hivi vitu pia vinaweza kusaidia kugundua kuwa mtu anakupenda. Kuangalia macho, mtu anapokuwa anakutazama mara nyingi anakuwa anafurahia na anakuwa na umakini zaidi pale unapokuwa unaongea. Hata kama hamuongei, hata kama akiwa mbali, atakuwa anakutazama kwa muda mrefu zaidi, na unapomgundua anabadilika ghafla. Na hiyo waga inatokea. Unakuta na kuangalia labda wako kwenye gari, pale unapogundua unamwangalia anabadilika, labda anaanza kuchezea simu, pale anakuwa anadanganya kama alikuwa anachezea simu, lakini mara nyingi alikuwa anakuangalia wewe, na anakuwa anafurahi kwa vitu vidogo vidogo, hailazimishi kufurahi. Yani kitu kidogo tu labda umeongea, unashangaa tu anafurahi, kwa sababu anakuwa na hisia ya faraja ndani yako. Lakini mbinu nyingine, anakupa kipaumbele. Saikolojia inaonyesha kuwa kile mtu anachokipa kipaumbele huonesha ni muhimu moyoni mwake. Kama anakutafuta mara kwa mara, anakumbuka mambo madogo uliyosema na anajitahidi kuwepo unapomhitaji, mara nyingi hiyo ni ishara ya hisia za zaidi ya urafiki wa kawaida. Mara nyingi mtu anayekupenda huwa anakupa kipaumbele, kwa sababu hile anakuwa kisaikolojia anakuwa anatengeneza ukaribu wa wewe, ili kuunganisha muunganiko wa hisia pamoja ya wewe na yeye. Kwa sababu mara nyingi anakuwa kuwa na muda zaidi na wewe, hata pale unapomhitaji atajitahidi awe na wewe, anabadilisha ratiba zake ili awe pamoja na wewe, na mara nyingi anapenda tu kuwa karibu na wewe. Hiyo inakuwa kisaikolojia, anapenda tu kutengeneza muunganiko wa hisia ambao upo kati ya yeye na yeye mtu anayekupenda. Kwa hiyo mara nyingi mtu atakuwa anapenda kuwa karibu na wewe, anakumbuka vitu vidogo vidogo ambavyo umezungumza. Kwa mfano labda umemsimulia story ya kawaida tu, lakini anakuwa anakukumbushia kwamba jana ulisema hivi, vitu ambavyo unavipenda. Hata kwa mfano mko watu wengi mnaongea, lakini yeye anakuwa anakutazama wewe zaidi, na anakuwa anasikiliza mawazo yako zaidi, na anakuwa anashirikisha mawazo yako na maamuzi yake, kwa sababu anakuwa na kipaumbele kikubwa juu yako, kwa sababu anakuwa na hisia za mvuto ndani yako. Lakini mbinu nyingine ni wivu wa kisaikolojia usiosemwa. Mtu anayekupenda anaweza kuonesha dalili za wivu kwa njia ya siri. Anaweza kubadilisha uso au sauti anaposikia ukimtaja mtu mwingine, au kuuliza maswali mengi kuhusu watu wanaokuzunguka. Saikolojia inaelezea kuwa wivu wa ndani hutokana na hofu ya kupoteza kitu chenye thamani. Sasa mara nyingi sisi kisaikolojia, si binadamu, huwa tunapata wivu pale tunapokuwa tunahisi kwamba kile kitu ambacho tunasamani nacho kinaelekea kupotea. Kwa automatic tunazalisha wivu. Na mara nyingi ukitaka kujua mtu anakupenda, ukianza kumzungumzia mtu mwingine, unashangaa ghafla sauti yake inashuka, tabasamu lake linapungua, anakuwa acheki sana, na mara nyingi anakuwa na majibu mafupi. Pale unakuwa umemgusa kihisia, na anakuwa amezalisha hisia ya wivu, kwa sababu anakuwa na wasiwasi wa kukupoteza wewe, kwa sababu anakuwa na thamani sana na wewe. Kwa hiyo akikupoteza, kwa anakuwa na hofu ile ya kukupoteza, ndio maana anakuwa anazalisha hisia ya wivu. Lakini pia anaweza kukuuliza maswali kuhusu watu wanaokuzunguka. Kama ni mwanaume, anaweza kuuliza mwanamke wewe kwamba marafiki zako kama wa kiume wanaokuzunguka, au mwanamke anaweza kuuliza marafiki zako wa kike, huwa mnafanya nini, mmefahamianaje, mara nyingi kwa nini waga mnawasiliana. Haya maswali yanakuwa yanaonyesha kupima kiwango cha tishio hilo la kukupoteza wewe, kwa sababu mtu anayekupenda mara nyingi anapoona dalili za kukupoteza huwa anazalisha hisia ya wivu bila hata kujua. Utaanza kuona tu maswali anayokuuliza, mara nyingi anabadilika uso
yani sauti yake inashuka kidogo, uso wake unabadilika kidogo kama unakuwa kwenye mshangao, lakini pia anaweza kuwa na majibu mafupi. Pale unakuwa unajua kwamba anaisikia hisia ya wivu, hasa pale unapomtaja mtu mwingine au kumwelezea mtu mwingine kwa kumsifia, anajisikia vibaya sana. Hizi dalili pia unaweza kuziona kwamba huyu mtu anakupenda. Anaweza kaficha kwa mdomo, kwa maneno asikuambie, lakini hisia hizi zikawa zimemuumbua bila hata yeye kujua. Kwa hiyo kisaikolojia sisi huwa tunakuwa na wivu, binadamu wote, wivu kutokana na hofu ya kupoteza kitu ambacho tunasamani nacho. Kwa mara nyingi atajitahidi sana kutengeneza, na mtu akishagundua kwamba kuna tishio la kukupoteza, atajitahidi sasa kutengeneza umakini zaidi, kuwa karibu na wewe. Kwa mfano tuchukulie labda mtu umeanza naye mahusiano, akaona labda uko karibu tena na mtu mwingine, atajitahidi sasa yeye kuweka umakini zaidi, kukujali zaidi na kuwa karibu na wewe ili asikupoteze. Kwa hiyo unakuwa unajua kwamba huyu ana hisia za mvuto na wewe za kimapenzi. Lakini mbinu nyingine ni jinsi anavyokujali kihisia. Anayekupenda hukusikiliza kwa umakini na kuguswa na hisia zako. Ukimsimulia changamoto zako, atajaribu kutia moyo au kusaidia kwa njia yoyote. Hii hutokana na muunganiko wa kihisia unaomfanya ahisi furaha yako ni furaha yake. Mtu yote anayekupenda anakuwa makini na hisia zako. Pale unapokuwa unafurahi naye anafurahi, unapokuwa na huzuni naye anakuwa na huzuni, na mara nyingi hata kama uko na changamoto atatafuta namna yote ya kukusaidia. Hata kama hata kusaidia yote, lakini atatafuta namna yote hata kutia moyo, kushauri, kwa sababu anakuwa na muunganiko wa hisia kati yako na yeye, na mara nyingi hisia zake zinakuwa na muunganiko na za kwake. Kwa hiyo hata kama uko na huzuni, unajikuta naye automatic naye anapata huzuni, kwa sababu kuna muunganiko wa kihisia na anakuwa amevutiwa na wewe. Kwa mara nyingi usikiliza hisia zako kwa makini zaidi. Unapomwambia jambo lolote, hata kama uko unaongea naye, utashangaa na kuuliza mbona leo kama upo sawa, kwa sababu hisia zako zina umuhimu sana kwake. Na hata siku una furaha na yeye unamuona anafurahi, ukitabasamu na yeye anatabasamu. Hata kama kuna jambo linakuumiza, atakutia moyo, atakushauri na atakuwa na muda mwingi wa kukushauri ili ile jambo ulitatue, kwa sababu kunakuwa na muunganiko wa hisia. Furaha yake inakuwa ni furaha yako. Lakini mbinu nyingine ni mawasiliano yasiyo na sababu maalum. Ujumbe au simu zisizo na sababu ya msingi kama kuuliza hali yako ni ishara ya kisaikolojia kutaka kuendelea kuwa karibu na wewe. Akili yake huwa inatafuta uwepo wako hata bila hoja moja kwa moja, jambo linaloashiria mapenzi yanayofichwa. Unakuta mtu anakutumia SMS asubuhi, umeamkaje, unaendeleaje? Lengo ni kutengeneza ukaribu kati yako na wewe. Lakini muda mwingine anaweza kutengeneza story yote au kukumbushia mambo madogo mlioongea ili mwanze tena kuyaongea tena. Lengo hapo kisaikolojia anakuwa kutengeneza ukaribu kati yako na yeye ili muendelee kuwa karibu na muunganiko wa kihisia karibu yako na yeye. Kwa hiyo mara nyingi kisaikolojia huwa tunataka kuendelea kuwa karibu na mtu ambaye tunampenda. Kwa hiyo atatafuta namna yoyote, atakutafuta kwenye mawasiliano au kupigia simu, kukuulizia jambo fulani ambalo ni dogo ambalo linahusiana na mambo mliokuwa mnazungumza, ili kutengeneza tu ukaribu wa wewe na yeye. Kwa sababu tunavutiwa zaidi na watu ambao tunawapenda na tunatamani tuendelee kuwasiliana nao ili kutengeneza muunganiko wa kihisia, lakini pia na mawasiliano zaidi. Kwa utakuta anakutafuta, hata kama kwa mfano amekutafuta alafu akachelewa kujibu, lazima atatoa kwa mfano mtafuta mtu akachelewa kujibu, atatoa sababu za yeye za yeye kuchelewa kujibu, na ataomba radhi kwamba samahani, nilikuwa busy kidogo kwa sababu nilikuwa nafanya kazi hii na hii. Hii anakuwa inaonyesha anathamini uwepo wako, lakini pia na nafasi yako kwake. Lakini pia anakuwa anakutafuta mara kwa mara, nafurahia uwepo wako kumtafuta mara kwa mara. Lakini ukiona mtu unamtafuta anachelewa kujibu, hafurahii uwepo wako, haanzishi jambo lolote ambalo litaendeleza mahusiano, anakuwa hana hisia ya kimapenzi juu yako. Lakini pia vitu hivi vinasaidia sana kumjua mtu, kwa sababu mtu anaweza kaficha kwenye maneno, lakini unaangalia jinsi anavyokutafuta, namna anavyofurahia jinsi ya kuongea na wewe, anatengeneza story yoyote ili muendelee kuwasiliana. Mara nyingi kisaikolojia anakuwa anafanya hivyo ili kuimarisha mahusiano yako na yeye, ili kutengeneza ule muunganiko wa kihisia. Sasa kumgundua mtu anayekupenda kuhitaji kuuliza moja kwa moja. Kwa kuelewa mbinu hizi za kisaikolojia, unaweza kusoma ishara zinazotokana na akili na hisia za mtu. Mapenzi ya kweli hujionyesha kwanza kupitia vitendo na mienendo kabla hayajageuka kuwa maneno.
Unaweza kumsoma mtu, kwa sababu sio kila mtu anaweza kukuambia kuwa anakupenda, lakini hizi ishara za akili ambazo na hisia za mtu na vitendo anavyofanya mtu, unaweza kumsoma mtu na kumuelewa namna anavyokuwa karibu na wewe, namna anavyofurahia stori zako, namna anavyoguswa na hisia zako. Unaweza ukajua kabisa huyu mtu anakupenda hata bila kumuuliza jambo lolote. Na mara nyingi hisia au na mienendo huwa ina nguvu zaidi kuonekana mwanzoni bila hata mtu kusema jambo lolote, kwa sababu zile zinakuwa zinamuongoza mtu bila hata yeye kujua. Automatic unakuta mtu anakuangalia yeye mwenyewe, hata unaweza kuta hata haelewi kama anakuangalia kwa makini zaidi, kwa sababu anakuwa anaongozwa na hisia ya mvuto. Sasa hizi vitu pia ni kushauri usimjaji mtu kwa jambo moja. Unakuta kuna muda mwingine mtu anakuangalia labda ulikuwa unamfundisha kwa sababu anataka aweke makini kwa ile unalomfundisha. Sasa wewe ukaanza kumjaji kwamba anakupenda kimapenzi. Hapana, jaribu kuangalia muktadha wa hiyo jambo na jinsi hali hiyo inavyojirudia. Mtu anafurahi kitu kidogo, ukiongea tu kidogo anafurahi, anatengeneza mazingira ya kufurahisha na wewe pia, anajali hisia zako, anapenda kuwa karibu na wewe, anatengeneza mawasiliano zaidi na wewe, anafurahia namna anavyokuona na namna, kwa mfano labda ukienda kukutana naye mara nyingi anajirekebisha zaidi ili kuvutia, ili kutengeneza ubora, ili umuone kuwa yuko vizuri. Hivyo pia vitakusaidia kujua vizuri bila kuleta changamoto ya kutokuelewa. Kwa hiyo mara nyingi usijaji kitu kwa hisia na nini, kwa ishara moja. Jaribu kupeleleza hisia zote, ishara zote, alafu ndio unaweza kujaji kwamba huyu mtu kweli ananipenda kweli. Hebu niambie katika comment ni sehemu gani ambayo umeelewa zaidi, au una swali pia naweza nikakufafanulia kwenye sehemu ya comment section. Lakini pia unaweza kupia kwa comment sehemu ambayo imekugusa zaidi na umejifunza zaidi. Nikushukuru sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elkan Mtz, the head of the world. Karibu tena kwenye kipindi kingine na usisahau kusubscribe. Bye bye.